Tunamshukuru Mungu kwa namna ya kipekee jinsi anavyoendelea kutulinda na kutushughulikia siku baada ya siku, na tunakaribisha pia katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki, mwongozo wa kujifunza Biblia ambayo ndiyo lesoni ya shule ya Sabato, mara tena tunaita moyo wa kanisa. Rafiki mpendwa, kwenye robo hii ya 3 mwaka 2025 tunajifunza kuhusu Kutoka ama Exode, na leo kwenye somo la kwanza leo Jumapili tunazungumzia kuhusu le peuple de Dieu en Egypte ama watu wa Mungu katika Misri. Nitakusihi kamata Biblia yako pamoja tufungue kwenye kitabu kia Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza, tutaishia kwenye sura ya 14 na tutaona nini kinakuwa hapo kitakachotusaidia kuona hali yao walipofika huko Misri na wakati wa kutoka kwao walikuwa wanapitia changamoto za aina gani. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu tunyenyekee kwanza kwa ajili ya ombi la kipekee. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kitabu hiki ambacho tunakisoma ambacho kwenye Biblia kinaitwa Exodus ama Kutoka, kimeitwa hivyo kwa sababu ya kutoka kwenye Kilatini, kwa sababu ya mada yake, ama kinazungumzia namna gani wana wa Israeli walitoka huko Misri, na sababu hiyo ndio inafanya kwa Kilatini kiitwe Kutoka, lakini kwa Kiebrania inajulikana kama Shemot ama ambayo inatafsiriwa kuwa majina. Na inafanya hivyo kwa namna gani? Kwa sababu gani? Katika Biblia ya Kiebrania kitabu kilikuwa kipewa jina kufuatana na maneno ya kwanza, maneno yake ya ufunguzi. Kwa hivi kinaanza na majina. Inazungumzia majina ya watu gani? Kutoka 1:1, haya ndiyo majina ya wana wa Israeli waliokwenda Misri pamoja na Yakobo, kila mtu pamoja na familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi kitabu kinaanza na majina ya jamaa za wana wa Yakobo, jinsi gani walivyotoka kwao na kukuja hapo ni Misri. Na tumezungumza kwamba walifika hapo kwa sababu kulikuwepo na njaa huko kwao, na kwa sababu Yusufu, mmojawapo wa ndugu zao ama mmoja wao watoto wa Yakobo, alikuwa amefika tayari huko Misri, alikuwa akiwasaidia. Na walipofika huko walikuwa watu karibia 17, lakini kwa muda wa kutoka walikuwa 17 kulingana na Mwanzo 16 hadi 17. Lakini walipotoka, unasoma kwenye Kutoka 12:37, walikuwa watu zaidi ya 6,000, sijui nitasemaje kwa Kiswahili lakini naelewa. Sijui 6,000, sijui 1,600. Kwa hivi mwana wa Yakobo huyu ambaye tunamuita Yusufu alikuwa ni mtumishi wa Farao, na wakaprofite kwa ile occasion wakati iko naongoza, na wakaheshimika vizuri sana kwa mhula ambao niseme Yusufu alikuwa akitumika. Lakini baada ya Yusufu ukaja Farao mpya ambaye inasemeka katika Biblia kwamba hakujua Yusufu. Na hapo nini kilitokea? Hii ilileta kwa Israeli hali ngumu, wakateseka kulingana Kutoka 1:9 hadi 14. Biblia inasema kama waliteseka, kilio kyao kabisa kikafika huko mbinguni. Lakini licha ya kuteseka kwao, kwa sababu wale walikuwa wakisema tuwaue watoto waume wauawe, au wasije wakatuzidi idadi kwa sababu ni wageni wako hapa, na wakawapatia kazi ngumu nzito, wakaadhibiwa vikali, wakateseka kiasi ya kwamba huwezi kufikiria. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapoishi katika maisha, kuna wakati fulani tunaishi vizuri, hao waliishi vizuri kwa sababu ya ndugu yao ambaye alikuwa amepata neema ya kuwa miongoni mwa waongozi huko huko Misri. Nasema kwamba opportunity wakati ziko pale tuprofite, kwa sababu opportunity haziko eternal, kuna mara zinaweza kufungika. Hawa waliishi vizuri kwa wakati wa ndugu yao, lakini alipoenda mambo yakaharibika. Hivyo pia katika maisha jua kwamba raha unayoyaishi, sijui opportunity ambazo zinajitokeza sizo za milele. Profite kwa hizo occasion wakati zingaliki, ukijua kwamba wakati fulani zinaweza kupitika pasipo wewe tena kupata hiyo neema. Waliteseka, Israeli iteseka vikali sana. Ukitaka kuelewa mateso yao soma kwenye Kutoka 1:9 hadi 14. Lakini mwishoni mwa kitabu cha Kutoka hali inabadilika kabisa. Israeli inaabudu kwa uhuru mbele ya uwepo wa Mungu kulingana na Kutoka 14:38. Nafurahia namna kitabu hiki kimeandikwa. Kwenye mwanzo, kwenye utangulizi wa kitabu cha Kutoka kinaonyesha mateso, lakini kwenye mwisho kinaonyesha namna gani Mungu anawasaidia. Kwa hivyo wewe pia mateso unayopitia, jua kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Endelea kumuomba, hatima yako itakuwa njema kuliko mwanzo. Mafundisho ya kitabu ni wazi, ni kwamba Mungu anadhibiti, atatuokoa hata wakati hali zinafanya ionekane kuwa haiwezekani. Unapopitia katika vipindi vya maisha yanakuwa magumu, haujui utafanya nini, utatosha msaada wapi, kuwa na matumaini, Mungu yuko pamoja nawe. Nafurahia maneno yanasema, l'histoire souligne paradoxalement que plus on l'accable, plus il multiplie et s'accroît. Autrement dit, quel que soit le manigance, Dieu reste notre souverain.
et sauvera son peuple, même si les circonstances semblent désespérées, du moins le point de vue humain. Nasema kadiri walivyokuwa wakiteseka, lakini walikuwa wakiongezeka. Mungu alikuwa akiwabariki siku baada ya siku, akitimiza ahadi ambayo alisema Yakobo na Ibrahimu watakuwa wengi. Alikuwa akitimiza hiyo ahadi. Kwa maneno mengine, hata licha ya mateso na ukandamizaji walioipitia, Mungu aliendelea kuwa pamoja nao. Uwe na matumaini ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe katika vipindi vyote, na umtegemee. Ikiwa ni kusudi lako kumtegemea, basi tuwe na ombi. Asante Yesu, kwa kuwa wewe unaendelea kutuonyesha kwamba katika vipindi vigumu vyote vya maisha uko pamoja nasi, hata tupitie wakati ambao tunakosa matumaini. Unasema kuna asubuhi njema ambayo itapambanuka kwa ajili yetu. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.